Tukiendelea ni kwamba Rais William Ruto ametetea mafanikio ya serikali yake akisema kwamba Wakenya wanaweza kushuhudia mafanikio hayo. Akizungumza katika chuo kikuu cha umma katika kaunti ya Kajiado, alisema kuwa wamebadilisha mpango wa Linda Mama kuwa Linda Jamii ili kuwahudumia Wakenya wengi zaidi na kufanikisha lengo la huduma ya afya kwa wote. Pia aliwahimiza viongozi na Wakenya kwa jumla kumtambua na kumheshimu Rais mstaafu Kenyatta kwa mafanikio aliyopata alipokuwa madarakani chini ya serikali ya Jubilee. And maybe use this occasion to the defense of my former boss. Rais William Ruto amevunja kimya chake baada ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kukosoa baadhi ya mipango ya serikali ya sasa. We should be a bit magnanimous to him. He did time, led our country. To critique us with the facts and figures, not figures thrown like a pedestrian. Akizungumza katika chuo kikuu cha umma kaunti ya Kajiado, Rais Ruto alisema kuwa serikali yake imebadilisha mpango wa Linda Mama kuwa Linda Jamii ili kuwajumuisha Wakenya wote na kuhakikisha huduma bora ya afya kwa wote. Because of the experiences, because of the lessons learned from the Linda Mama program, we designed the Linda Jamii program, which was an improvement from the Linda Mama program. They left us with 30 billion fictitious NHIF debt. Out of that debt, Linda Mama debt under NHIF inpatient was 4.8 billion. Outpatient was 306 million. Kuhusu elimu, Rais alisema serikali ilisitisha kupeleka wanafunzi katika vyuo binafsi kutokana na ukosefu wa fedha. I had to take the decision to stop of sending students to private universities when we didn't have the money to pay for them. And we accumulated debts in our public and private universities to the tune of 120 billion. Aidha, Rais alisisitiza kuwa serikali haitalegea katika kutekeleza mfumo wa ununuzi wa kielektroniki ambao alisema utasaidia kupunguza gharama za serikali kwa 40%. And I know there are teething problems which we are working on to make sure that e-procurement becomes the default procurement mechanism. We know there is also resistance by the brokers and the agents and many other profiteering entities, but we are going to stand up to them. Katika hafla hiyo, Rais Ruto alizindua jengo la Daktari Abdurrahman Al-Sumait Complex ambalo lina orofa 10 na limegharimu shilingi bilioni 1.4. Jengo hilo limeundwa kuhudumia zaidi ya wanafunzi 10,000. Abdiaziz Hashim, Darubini.